Mbunge wa Emuru wa Dikir, Yohana Ng'eno, amethibitishwa kuaga dunia kufuatia ajali mbaya ya ndege ambayo imefanyika jioni ya leo mwendo wa saa 10:45 katika eneo la Mosop katika kaunti ya Nandi. Na kifo chake kwa sasa kimeweza kuzua mjadala mkubwa. Kumbuka kwamba Ng'eno ni mmoja wa bunge ama yule kiongozi aliyekuwa anapigania kuwa kiongozi mkuu wa jamii ya Kipsigis, na kulingana na mazungumzo ya watu kwenye mitandao ya kijamii ni kwamba huenda hii ikawa ni siasa za urithi, siasa za uongozi, siasa za mwaka wa 2027. Ikumbukwe jamii ya Kipsigis ni jamii ambayo kwamba imeonyesha kujitenga kwao na jamii ya Kalenjin, hasa katika siasa za sasa za Kenya. Na kuna baadhi ya matamshi ya watu wakisema kwamba jamii ya Kipsigis ni jamii ambayo kwamba ilikuwa inaapia kwamba mwaka 2027 huenda wakajisimamia wenyewe, huenda wakajitoa katika huu mkusanyiko wa jamii ya Kalenjin, na huenda wakaweka maamuzi ambao kwa wao wanaamini kwamba ni maamuzi sahihi. Na ni maamuzi gani? Ni maamuzi ya kupiga kura kwa upande ambao kwamba unampinga Rais William Ruto. Kwa hivyo kuna mazungumzo mengi ambayo kwa sasa yanaendelea katika mtandao ya kijamii, na mazungumzo haya kwa kweli ni masikitiko makubwa sana. Kama mambo ambayo kwamba watu wanayazungumzia katika mitandao ya kijamii ni ya kweli, basi inaashiria kwamba siasa zetu za Kenya ni siasa ambazo kwamba ni chafu, ni siasa ambazo kwamba ni za chuki, ni siasa ambazo kwamba zina mengi zaidi, zina mapigano zaidi, na zina mengi zaidi ambayo kwamba kwa kweli yanavunja moyo. Na uweza kupitia katika mtandao wa X, nikipitia katika mtandao wa X almaarufu Twitter kama ilivyokuwa inajulikana hapo awali, wengi wanaendelea kutoa maoni yao, na nikiweza kumnukuu, kuna huyu mmoja anajiita George T. Diano. Kwa uchungu zaidi anaweza kuzungumzia kifo hiki cha Yohana Ng'eno, na George T. Diano ameweza kuweka msururu wa tweets kuashiria kile ambacho kwamba kilikuwa kinaendelea kabla ya Ng'eno kuweza kukumbana na mauti yake. Na tweet ya kwanza inasema hivi: Karauri was not on the said chopper together with Cherargei. He had boarded a different chopper. There are the 6 occupants of the said chopper together with Ng'eno and the pilot. Then akaandika, just yesterday, Kipsigis leaders announced that they should not be recognized among the Kalenjin sub-tribes. Ng'eno was on his way out to join the one-term movement. The Kipsigis contribute about 60% of the Kalenjin votes. The last Kipsigis leader who threatened to walk out of the voting block was Kipkalia Kones. He died in a helicopter crash. History seems to be repeating itself. Same story, same script, but the die is already cast. Ng'eno had already given the Kipsigis people direction. Unfortunately, the leaders we have left with are as useless as a man's of course. Hii kwa kweli ni very disturbing. Kulingana na maoni yake ni kwamba huenda kifo chake si ajali ya kawaida, bali ni ajali zinazohusiana tu na siasa za mwaka 2027 na uongozi wa jamii ya Kalenjin. Na Ng'eno ni kiongozi ambaye kwamba kama umefuatilia siasa zetu za Kenya, mwaka 2013 Ng'eno ni kiongozi ambaye kwamba aliweza kusimama imara na aliweza kusimama kidete na kujisimamia yeye kama yeye. Kumbuka mwaka 2013, mwaka 2017 aliweza kuwa kwa upande tofauti ambaye alikuwepo Rais William Ruto. Mwaka 2013 na chama cha URP, Ng'eno hakuweza kusimama kupitia chama hicho. Mwaka 2017 vile kupitia Jubilee, hakuwa miongoni mwa wale viongozi kutoka jamii ya Kalenjin ambaye alikuwa anaunga mkono muungano wa Jubilee mwaka 2017. Ni mwaka 2022
2022 ambapo kwa mara ya kwanza Ng'eno aliweza kuungana na kuwa karibu na rais wa sasa William Ruto. Na ikumbuka kwamba mwaka jana 2025 kumekuwa na tetesi za wizi wa shamba katika maeneo ya Narok, na kuna video ambazo kwamba zilisambaa sana katika mitandao ya kijamii ikionyesha ama ikimuonyesha Ng'eno akiweza kupigana na maafisa wa polisi ambao kwamba walikuwa wameenda kuweka usalama katika eneo hilo na kuwataka kuondoka, akisema kwamba hii ni shamba ya jamii ya Kipsigis, hii ni shamba ya Kipsigis. Kwa hivyo kuna mengi zaidi ambayo kwamba ukiweza kufuatilia kabisa yanaashiria kwamba siasa za Kenya ni siasa ambazo kwamba zinataka umakinifu zaidi, ni siasa ambazo kwamba iwapo utachagua kusimama kidete, iwapo utachagua kuwa ngangari, na iwapo utachagua kufuata njia ambazo kwamba si za wengi, basi kuwa tayari, makinika, kuwa makini, na unatarajiwa kuwa makini na kuweza kuziangalia mbinu zako, mwenendo zako, mahali unakwenda, njia za usafiri ambazo kwamba unatumia na mambo kama hayo. Kwa hivyo nikiangalia katika mitandao ya kijamii, of course wale wananchi katika eneo lake la uwakilishi la Emuru wa Dikir wana machungu zaidi, wanaomboleza kwa uchungu zaidi, wanamtaja kama kiongozi shupavu, kiongozi ambaye kwamba alikuwa anawapigania pamoja na kupigania jamii ya Kipsigis, pamoja na kupigania maslahi yao. Kwa hivyo wanamtaja kama kiongozi ambaye kwamba kuondoka kwake kutaweza kuleta pengo kubwa sana, na wanasema kwamba ni pengo ambalo kwamba huenda viongozi wa sasa kutoka jamii la Kipsigis wasiweze kuliziba pengo hilo. Kwa hivyo ni ajali ambayo kwamba ni mbaya zaidi, ajali ambayo kwamba kwa kweli inaleta huzuni katika taifa letu la Kenya, na ni ajali ambayo kwamba ni majonzi, naweza kusema ni majonzi, maana mambo ni mengi sasa katika taifa letu la Kenya. Tunaendelea kupambana na hali ya uchumi, hali za siasa, mambo ni mengi. Kwa hivyo kuna mtafaruku mingi sana ambao kwamba unaendelea katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo najua mengi atasema, mengi atatajwa, kuna watu wataongea, kuna watu watatoa matamshi mbalimbali, ila tu kutoka hapa Sofia Live kile ambacho kwamba tunaweza kusema kwa sasa ni kwamba tunamtakia Ng'eno mapumziko ya amani, mapumziko ambayo kwamba ni amani tu, kwa kuwa ameweza kuondoka, ni pigo kubwa, ni pengo kubwa. Kwa hivyo ndio hivyo tu, ajali ni mambo ambayo kwamba hayatarajiwi, ajali kutokea, ni mambo mengi, ila tu kutoka hapa Sofia Live tunasema Ng'eno na wale wote ambao wameaga dunia siku ya leo, tunawatakia mapumziko ya amani. Ni pigo sana, tunaomboleza, na ni hivyo tu, hakuna la ziada la kusema, mengi hatuyajui. Najaribu tu kuangalia siasa zetu, lakini hata hivyo tu tunasema Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema palipo wema. Jamii ya Kipsigis na wale ambao kwamba alikuwa anawakilisha, poleni sana, najua ni pigo kubwa sana kwenu, lakini tunaomba tu Mwenyezi Mungu aipe fardhi jamii yake, familia wote, Mwenyezi Mungu awape wakati mwepesi, wakati ambapo wanapitia kipindi kigumu cha majonzi. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi nitakuwa nazungumzia hapo baadaye.